bila ta'wili, basi na kuzifanyia ta'wili. Yani tunamsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa zake bila ya ta'wili. Ta'wili ina maana ya tafsiri, lakini ta'wili hapa inakusudiwa kwa maana ya tahrif. Bila ya ta'wili, bila ya kuzifanyia ta'wili hizo sifa, kwa maana tukazikengeushia maana, tukazikengeusha maana, tukazitoa hizo sifa katika maana zilizokusudiwa, sisi tukakusudia maana nyingine kwa makusudi kabisa. Na ta'wili ipo ya kilafdhi na ipo ta'wili ya kimaana. Mfano katika sura Taha aya ya 5 Allah anasema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, yani Allah Ar-Rahman yuko juu ya arsh. فإذا قال قائل, hivyo atakaposema msemaji istawa, maana yake sio kwamba iko juu ya arsh, maana yake ametawala juu ya kiti chake cha enzi, ametawala juu ya kiti chake cha enzi. Hii ni ta'wil. Tumeifanyia sifa ya Allah ya al-istiwa ta'wili, kwa maana tahrif, tukaikengeusha kutoka katika maana yake iliyokusudiwa. Katika aliyojisifia Allah katika Qur'ani, mfano ili tuliweke sawa hili na kuliweka wazi, amejisifia kwamba ana mkono, bali ana mikono miwili. Akasema subhanahu wa ta'ala, ewe Iblis, ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Iblis, kipi kimekuzuia usimsujudie niliyemuumba kwa mikono yangu miwili? Astakbarta, umefanya kiburi? Am kunta min al-alin, au wewe ni miongoni mwa wanaojikweza? Kwa hiyo Allah katika hii aya akajithibitishia sifa ya kwamba yeye ana mikono miwili, na akasema tena subhanahu, bali yadahu mabsutatan, akiwa anawajibu Mayahudi pale waliposema yadullahi maghlula, mikono ya Allah imefungwa kutokamana na utoaji, haitoi. Walu'inu bima qalu, wakalaniwa Mayahudi kwa haya walioyasema. Bali yadahu mabsutatan, bali mikono yake miwili Allah ameikunjua, anatoa namna anavyotaka. Kwa hiyo katika aliyojisifia Mola wetu amejisifia kwamba ana mikono miwili. Sasa wako watu wanatafsiri mkono kwa maana ya nguvu. Allah akasema mkono kwa mikono yangu miwili, wao wanasema kwa nguvu zangu. Kwa hiyo hii pia ni ta'wili.